Leo niko kwenye shule hii ya msingi ya Bonyokwa ambapo nimewaletea watoto zawadi. Kwa watoto wale ambao hawajiwezi, nimewaletea zawadi ya uniform, madaftari na peni kwa ajili tu ya kuwasupport. Lakini pia tuongelea maendeleo ya kwenye elimu msingi, kuna mambo mengi ambayo yamefanyika. Tumeongeza madarasa yale ambayo mnayaona pale na mengine yako kule. Tumeongeza madarasa 6, lakini tumeongeza matundu ya vyoo 15. Lakini pia kuna mambo mengine ambayo yameongezeka, ukarabati wa baadhi ya majengo kwenye shule hii. Kwa mwaka huu wa 2026 walioingia darasa la kwanza wanafunzi mpaka juzi walikuwa 212, lakini bado tunaona mpaka mwezi utakapoisha, mwezi wa pili, bado kuna wanafunzi wengine ambao watakuwa wanaendelea kuingia. Lakini kwa maendeleo ya darasa la 7 waliomaliza wamefanya vizuri, lakini pia na matokeo ya darasa la 4 pia wamefanya vizuri. Ukienda kwenye shule mbili za primary, shule ya Kifulu pia mpaka juzi ilikuwa imeingiza wanafunzi kama 250. Ile shule ina wanafunzi wengi sana. Changamoto ya ile shule ni kwamba ni shule ambayo ina nafasi ndogo. Kwa mpaka jana nilikuwa na afisa elimu kwa ajili ya kuangalia kwamba sasa labda yale majengo ya zamani yavunjwe ili ipandishwe ghorofa kwa ajili ya kupata eneo, yani wanafunzi wasome vizuri. Ukija elimu sekondari kata ya Bonyokwa ina shule moja ya sekondari na high school. Kuna sekondari na high school ambayo high school imeanza mwaka jana mwezi wa 6 ambao kuna wanafunzi hapo, lakini hiyo shule ina jumla ya madarasa 53 ambayo ni mengi sana. Kwa hiyo hata ile kipindi ambacho mwakani wanafunzi wakiingia wakifanya mtihani, yani darasa la 7 wakafanya darasa la 6, wote sio wataenda kwa pamoja. Kwa hiyo shule itakuwa imejitosheleza vizuri. Lakini hiyo shule pia mafanikio yake, tuna maabara zote 3 za chemistry, biology na physics. Lakini pia tumepata mfadhili aituchimbia kisima pale hivyo. Kwa hiyo kwenye elimu sekondari tuko vizuri sana. Upande wa afya kwenye kata hii ya Bonyokwa tuna zahanati ambayo iko kwenye mtaa wa Kisiwani. Hiyo zahanati bahati nzuri tumepata pesa shilingi milioni 100 kwa ajili ya kujenga jengo la kupumzikia na kupima watoto na pamoja na akina mama wajawazito. Lakini pia kwenye kata yetu kwenye bajeti ya 25-26 tumepata milioni 500 kwa ajili ya kujenga kituo cha afya. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu, mama yetu kipenzi, Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kwenye kata yetu ya Bonyokwa upande huo wa afya. Lakini pia ukija kwenye masuala ya maji, kata ya Bonyokwa ina changamoto sana ya maji. Miundombinu ya maji imepatikana, lakini maji tabu. Lakini juzi namshukuru Mheshimiwa mbunge alikuja na watu wa DAWASA wakatembea sehemu zote kwenye changamoto, na tayari kwenye mtaa huu wa Bonyokwa maeneo ya Canada tumeshaletewa mabomba ya maji. Kwa hiyo tayari wanaanza kuyasambaza yale mabomba ya maji. Lakini pia hayo mabomba DAWASA wenyewe walivyoahidi kwamba watapeleka, na mtaa Kisiwani pia tayari wameshaanza kusambaza mabomba. Alkadhalika watapeleka mpaka mtaa wa Msingwa. Kwa maji kwa sasa hivi ni shida, ila baada ya kupata au mabomba na imani kabisa maji tutayapata kwa vizuri. Mbinu ya barabara, kata ya Bonyokwa ilikuwa haina kabisa miundombinu ya barabara kiwango cha lami, lakini namshukuru Mheshimiwa Rais wetu, lakini pia nashukuru na halmashauri, yani jiji letu kwa TARURA wamejitahidi. Kule mtaa wa Msingwa kulikuwa na changamoto ya daraja, kuna sehemu inaitwa kwa Bibi Tindwa, lakini nashukuru jiji
lilifanya kazi ya kujenga kivuko kile ambacho sasa hivi kimekamilika, na hata mvua zilivyojenga juzi hakina shaka yoyote. Lakini pia tumejenga barabara ya hapo mtaa wa Bonyokwa, barabara ya kwenda kanisa Katoliki ambayo na yenyewe tayari imeshamalizika. Bado kipande kidogo ambacho kimebakia imejengwa kwa kiwango cha zege na taa za barabarani zipo. Lakini pia mkandarasi ambaye anatengeneza barabara ya kutoka Segerea kuja Bonyokwa mita 700 zilizokuwa zimebaki, sasa hivi ndio yuko anamalizia kwa ajili ya kuja kuweka hiyo lami na kuweka taa za barabarani na mifereji. Lakini akimaliza hapo anatengeneza pia mita 300 kwenye barabara ya mtaa Kisiwani, inaitwa barabara ya Zahanati, ambayo sasa hivi pia tayari ameshaanza kufanya kutoa kile kifusi kilichooza na kuanza kujaza kifusi kingine. Barabara ambayo iko ya kutoka Segerea kutoka Kinyerezi Bonyokwa Kimara, ambayo iko chini ya TANROADS, tulipata mkandarasi na akaanza kazi, akatoa daraja ile la chuma, wakatuwekea daraja lingine la mpito, ila kwa sasa hivi ule mkandarasi ameondoka bila taarifa zozote, ambazo sasa hivi ndio tunafuatilia kujua nini kitakachoendelea. Kwenye swala la ulinzi, kata yetu tuna polisi kata, ambao pia kwenye kila mtaa kuna ulinzi shirikishi ambapo wanafanya kazi vizuri. Sasa hivi hata masuala ya wizi kidogo yamepungua. Lakini pia tulianza kujenga kituo cha polisi kwa pesa za kuchangisha wananchi, na mimi nifanya fundraising, tukajenga msingi. Lakini nimshukuru sana mkurugenzi chini ya Mama Samia kwa kuamua sasa kulijenga lilo jengo kwa pesa za jiji, ambao mpaka sasa hivi tayari jengo limekamilika, bado finishing tu. Lakini jengo kama jengo tayari limeshapigwa bati, kila kitu. Kilichobaki sasa hivi wako kwenye kuweka umeme, kufanya wiring na kufanya mambo mengine. Kwa niaba ya walimu wenzangu na kamati ya shule, ninamshukuru Mheshimiwa Diwani wa kata ya Bonyokwa kwa msaada aliyotuletea kwa ajili ya wanafunzi wetu wa shule ya msingi Bonyokwa. Tunamshukuru sana na tunamuombea aendelee kupambania Bonyokwa yetu, kwa sababu wanafunzi ni wengi ambao wanaishi kwenye mazingira magumu na pia wanahitaji msaada. Na tunaomba pia na watu wengine waweze kuisaidia shule, kwa sababu bado tuna changamoto mbalimbali, upungufu wa madawati, pia tuna tatizo la uzio. Uzio ni tatizo kubwa. Kwa hiyo walau kwa hayo mawili tunaomba na wadau wengine wajitokeze ili waweze kuisaidia shule. Asante sana. Kwa majina naitwa Princess Titus Nassan Rwanda. Namshukuru Mheshimiwa Diwani kwa msaada aliotupatia. Tutaitangaza Bonyokwa yetu kwa maadili. Kwa jina naitwa Imran Hassan Sindio. Asante Diwani kwa kunipa hizi nguo na kwa kutambulisha shule yetu.